Majina naitwa Filipo Mwakibinga, ni Mtanzania, mchambuzi wa masuala ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Leo nimewaita ndugu zangu tuweze kuzungumza baadhi ya mambo ambayo yanaendelea katika taifa letu. Tunao uhuru na haki ya kuzungumzia pale ambapo tunaona kuna jambo ama liko sawa kwa nia ya kupongeza, lakini yawezekana kwa kuna changamoto kwa nia ya kurekebisha. Upo mkakati ambao unaenezwa na unafanywa kwa makusudi na baadhi ya watu ambao wanajiita wanaharakati. Mkakati huu kama ambavyo mmeuona kwenye mitandao huko, wanajitahidi kuusukuma kwa kasi sana, wakiwa na lengo au nia ovu kama nilivyosema, ya kutaka kuleta taharuki katika taifa letu, kitu ambacho katika hali ya kawaida kwa mtu yoyote mzalendo na mpenda amani hatuwezi kukikubali. Ni lazima tufike hatua mahali pale ambapo jambo linataka kutokea au watu wanataka kupenyeza ajenda yao fulani kwa maslahi yao binafsi, tuhakikishe tunaipigia kelele au tunapiga vita bila kujali ni nani anataka kuleta taharuki ya namna hiyo. Ndugu zangu, nitawakumbusha kwamba mmeona kwenye mitandao kuna jamaa wanasukuma, wanayo ajenda ambayo wanaisukuma. Wanataka kuleta taarifa ambazo wao wanaziita ni za kiuchunguzi, wakishirikiana na baadhi ya vyombo vya kimataifa vya habari, wakitaka kuleta taharuki katika taifa letu. Na wamekuwa wakiwaandaa wanajamii kwamba wajitahidi kutega masikio au kutazama kwamba wataleta taarifa fulani. Sasa mimi nikaona badala ya kusubiri kwanza taarifa hiyo itoke ili waendelee taharuki zao, kwa sababu tumeona vipande vya taarifa hiyo sio taarifa njema kwa maslahi ya taifa letu. Hivyo nikaona ni vema tukakumbushana na tukatahadharishana. Tujitahidi kila mmoja kwenye jamii yetu kuhakikisha kwamba tunapuuza hizi habari ambazo wao wanataka kuzisimamia kama ndizo habari zitakuwa za kila siku katika taifa letu. Wameandaa wameunga vipande mbalimbali, matukio fulani wameyachanganya, na unajua siku hizi mfumo wa sayansi na teknolojia wanatumia ujuzi huo ili kutaka kuwadaa umma wa Watanzania. Kwa Watanzania wazalendo, hatupasi kukubali jambo la namna hii. Ukijaribu kuangalia takriban siku 4 zimepita, wamekuwa bize kusambaza hawa wanaharakati, wakina Sativa sitaji kuwaficha, na hawa wakina Maria Sarungi, wamekuwa wakisambaza mtandaoni kwamba Watanzania wajiandae kuona, na hivi vyombo ambavyo wanavitumia huko nje ni vyombo ambavyo hata mataifa makubwa ambayo tumekuwa tukiiga demokrasia kwao wamevilalamikia. Mnakumbuka kuna kipindi Rais Trump alikuwa na mgogoro na hivi vyombo, mpaka kutishia wakati mwingine kuvipeleka katika vyombo vya sheria au kuviondoa kabisa nchini kwake. Sasa wameshaona kwamba walitujaribu kama taifa Tanzania na sisi tukajaribiwa. Sasa wameona kwamba sisi ni shamba la bibi, wanataka kuja tena na habari nyingine zenye nia ovu ya kuchochea. Ningeomba waandishi wa habari wa Tanzania, sisi nchi ni yetu sote, hatuna sehemu ya kwenda. Ni vema mkajiandaa kuhakikisha kwamba taarifa zozote ambazo zinakuwa ni ovu na hazina maslahi kwa taifa letu, ninyi mkawa wa kwanza kuzipiga vita, kwa sababu ninyi pia ni kioo cha jamii na jamii imekuwa ikiamini kutoka kwenu. Endapo mtaacha mianya ya hizi taarifa za ovyo ziendelee kwenye taifa letu, hatimaye tutakuwa na jamii yenye kuchochea maovu, lakini tutakuwa na jamii ambayo haina umoja wa kitaifa, kwa sababu maslahi ya hawa watu binafsi wenyewe ni kuona kwamba Tanzania haitawaliki, kuona kwamba amani, usalama wa taifa letu unakuwa mashakani. Na wao ukijaribu kuangalia wanafikiri kwamba wanamkomoa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kumbe urais ni taasisi. Rais aliyepo atapita kama walivyopita marais wengine, lakini taifa la Tanzania litabaki, nchi yetu itabaki. Vizazi vyetu vinapaswa kuirithi nchi ikiwa salama. Kama tutawaacha hawa jamaa wamejiorganize, wako wachache sana, lakini hatuna sababu ya kuwadharau.
kwa sababu hata njiti moja ya kiberiti inaweza ikawasha msitu mkubwa. Kwa hiyo ni vema tukaendelea kupambana, na mimi nasema vijana wenzangu, tukiendelea kukaa kimya tutapata msiba ambao hatutokuwa na mtu wa kutusaidia kulia, kwa sababu taharuki zinapotokea, machafuko yatakapotokea kwenye taifa letu, wao wanakuwa wako salama katika mataifa hayo, kwa sababu wamepewa hifadhi ambazo ni kwa ajili ya kuwatumikia watu waliowapa hifadhi. Wakati huo huku hawajafukuzwa, wakati huo katika taifa letu hawawindwi, hawatafutwi kama wanavyosema, lakini wameenda kule, wameshiriki kuongea vitu vya uongo. Mtavisikia vitu vya uongo, wale ambao mtapata nafasi ya kuvisikia ni vya uongo, lakini ni vema tukavipuuza, na ni vizuri tukajua kwamba kweli katiba yetu inaruhusu kuwa na uhuru wa kutoa maoni, lakini ukienda kwenye ibara ya 29 ya katiba yetu utaona inatutahadharisha kwamba katiba hii na sheria hizi zimeundwa si kwa sababu ya mtu binafsi kutumia uhuru wake kujeruhi jamii kwa maslahi yake yeye. Ukienda ibara ya 30 kifungu cha pili kidogo cha kwanza kile a, kifungu cha pili kidogo kile a, utaona kinazungumza hivyo hivyo kwamba lazima tuwe na sheria ambazo zitahakikisha hamna mtu anatumia uhuru, hamna mtu anatumia haki, hamna mtu anatumia wajibu wake yeye binafsi kuathiri wengine kwa maslahi yake binafsi. Kwa ni vema tukapiga kelele na tukapiga vita. Hawa watu kama wanahitaji watafute uraia kwenye mataifa hayo, na lazima wajiongeze na wajiulize kwa nini kwenye mataifa hayo hakuna wanaharakati wanaobomoa nchi yao. Wenyewe wamekwenda kwenye haya mataifa mengine ya jirani, wamekwenda huko wenyewe kutwa, wakiamka asubuhi, mchana, jioni ni kuharibu ustawi wetu wa jamii yetu ya Kitanzania. Sasa hatutokubali tena, ifike hatua tuseme inatosha. Tumechoka kuona kwamba watu wanakuwa na taharuki kwa sababu ya watu wachache. Wamekuwa na hii miradi, nilisema kama mnakumbuka kipindi kile kwamba mkakati na mradi wao mkubwa ni kuhakikisha Tanzania inakuwa haitulii. Mkakati na mradi wao mkubwa ni kuhakikisha sisi tunakuwa ni watu wa kukimbia kimbia tu, kitu ambacho hatuwezi kukikubali. Na waombeni tena vyombo vya habari, ninyi kalamu zenu, vyombo vyenu vinakwenda mbali zaidi. Pigeni vita hili jambo, kwa sababu hii nchi ni yetu sote. Mna uhuru, tena serikali hii imewapa uhuru wa kutoa maelekezo, taarifa mbalimbali ambazo zinatoka kwa jamii yetu. Tuna mambo mengi ya kujadili kama taifa ambayo tumeona yamekuwa kijadiliwa, lakini hawa ndugu zetu wao kutwa mchana usiku sasa wameongana huko na wanatumia fedha hizi kwa maslahi yao wao binafsi. Hizo fedha haziwezi kutusaidia kuwekeza huku, kwa sababu tutakuwa tuna taharuki, na sisi hatutakuwa kwanza, kwa sababu kuna mataifa mengine walitumika watu wa namna hii. Walianza kama wanaharakati, watu wakaanza kuwashangilia, wakawa wanajifanya watetezi wa haki, lakini mwisho wa siku mataifa hayo yamebomoka, watu wanatafuta kwa kwenda, watoto, wanawake na walemavu, wazee wanakufa, wanakosa msaada. Sasa naomba katika taifa letu tusiruhusu, na nikwambieni wasije, narudia tena, wasije wakafikiri wanaikomoa serikali kwa maana ya viongozi, wasije wakafikiri wanamkomoa Mheshimiwa Rais. Wanakomoa sisi sote, kwa sababu panapotokea machafuko hayana macho. Mwisho nitoe wito kwa jamii nzima kuwa makini na watu wa namna hii, na tukiwapiga vita kwenye mitandao hiyo ya kijamii huko wanakoeneza, nafikiri hawatorudia tena, kwa sababu tumewachekea kwa muda mrefu. Sasa inatosha. Asanteni sana kwa kunisikiliza.